Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea nini maana ya kibri, akasema al-kibru batarul haq wa ghamtu an-nas. Kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Kuikataa haki maana yake anaambiwa hii ndo sheria ya Mungu, anaikataa. Anaambiwa hii ndo sunna za bwana mtume, anaikataa. Anaambiwa kwamba hii ndo haki, anaikataa. Kuikataa haki ni miongoni mwa aina za kibri. Wa ghamtu an-nas, na kibri vile vile ni kuwadharau watu. Anawaona watu wote hawa wamepotea, yeye ndo ambaye ameongoka, watu wote hawa hawajui kitu. Anawadharau imma kwa sababu ya kabila yake, imma kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya cheo chake kazini, au kwa sababu ya utajiri wake. Anaona watu wote hawa ni watu wajinga tu. Unajua hili dhambi la kibri ni katika madhambi makubwa ambayo itawapeleka waislamu wengi motoni. Na hii dhambi ya kibri imebeba madhambi mengine mabaya ndani yake. Ni dhambi kubwa ambayo imebeba madhambi mengine makubwa ndani yake. Imebeba dhambi ya kujiona, al-ujub, i'jabu al-mar'i bi nafsihi. Anajiona kwamba yeye ndo bora, watu wengine wote hawa ni nyasi tu, yeye ndo mti. Wanajua nini hawa watu? Imebeba dhambi hili, dhambi la kibri, ya mtu kujionesha mbele ya watu. Hafanyi jambo ila kujionesha, ria. Hata akimsaidia mtu ulimwengu mzima itajua. Imebeba dhambi ya mtu kupenda sana kusifiwa mbele ya watu, anapenda sana kutajwa, anapenda sana kusifiwa mambo aliyofanya. Ndio unaona hili dhambi la kibri itawapeleka waislamu wengi sana motoni. Mtume sallallahu anasema sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibr. Hatoingia peponi mtu yoyote ambaye ana chembe cha kibri kwenye kifua chake. Chembe Waingereza wanaitafsiri, wanasema ni atom. Atom ni kitu ambacho huwezi kuiona kwa macho ya kawaida mpaka utumie microscope. Namna ilivyokuwa ndogo ndio uweze kuiona. Sasa ukiwa na kibri kwenye kifua chako, ndogo kiasi ambacho haionekani ila kwa microscope kwenye kifua chako,